wengi wamekutana na changamoto ya kuta zao kuwa kama hii inaonekana hapa, kwa sababu hawakufuata taratibu sahihi za kupata ujenzi imara. Kumbuka ya kwamba sababu moja ambayo ni kubwa inaweza kufanya jengo lako kuwa hivi ni kuagiza mafundi kutoka nje ya mikoa ambayo wewe unaenda kujenga. Yaani kwa mfano wewe uko Dar es Salaam, unamchukua fundi kutoka Tabora. Kumbuka ujenzi huwa unaendana na mazingira. Kwa hiyo utakuja kujengea kwa mazingira yalikotoka, baada ya hapo uje upate changamoto ya kuta kama hizi. Huwa ninawashauri watu mara kwa mara, nazungumza nao, ni kwa maana ya kwamba kama utakuwa unataka kufanya ujenzi imara, basi tafuta mafundi katika eneo hilo hilo ambalo wewe unaenda kujenga, kwa sababu mazingira ya eneo ambalo unaenda kujenga wewe yanaweza yakaathiri pakubwa sana ubora wa jengo kama utamchukua mtu kutoka mkoa mwingine na akakujengea kulingana na vile alivyozoea huko alikotoka. Sasa hilo sio dhumuni langu. Nimekuletea guest house hapa. Hii imepunguzwa kutoka ile ambayo ilikuwa inapaka dining na jiko na store. Hii haina hivyo vitu. Kwa hiyo imepungua jumla tofali 2000. Kwa hiyo kama utatumia tofali za blocks hapa zinatumika jumla ya tofali 5000. Lakini pia bati zake hapa ni 150 za futi 10 na mbao za kench ni 300 kamili. Kama utatumia tofali za kuchoma hapa utatumia jumla ya tofali 1017. Ndiyo, hili jengo lina upana wa mita 13 na urefu wa mita 18, na hapa unapata vyumba 10 vya kulala, vyote ni self bedroom, chumba cha mapokezi pamoja na chumba cha kufulia nguo kwa ajili ya usafi wa mashuka, nguo za wateja pia. Of course tunapofika guest house kwa kukutana na huduma hii, unaona ni namna gani ambavyo watu wanakuwa na kujali. Kwa hiyo hii huwa inaongeza chachu na hamu ya kuendelea kubaki kukaa hapo, hata kama muda wako wewe utakuwa umeisha, basi utatamani endelee kukaa hapo. Na hii ndio nzuri zaidi kuongeza ufanisi katika guest house. Sio lazima kinachopatikana kwa guest house ya jirani na kwako kipatikane vile vile. Ili uweze kuonesha tofauti na kuwaonesha watu kwamba ipo haja wao kuja kukaa kwako, basi unatakiwa uwe na kitu cha ziada kuweza kutofautisha huduma kati ya ile inayotolewa pale na hiyo ambayo inatoka kwako. Nirejee kwenye mada ile ya awali. Wengi huwa wanakutana na changamoto hizo za kuta zao kuharibika, kubanduka rangi, kwa sababu wamekuwa hawahusishi wataalamu sahihi. Lakini pengine inaweza kawa matamanio yako ni kuhusisha wataalamu sahihi, lakini kuwapata wataalamu ukapata changamoto ya kutafuta sawa wataalamu wenyewe. Sawa, unajikuta umechukua fundi kutoka mkoa wa jirani, anakuja kukujengia hapo, anashindwa kukushauri kwa sababu hicho kitu hajui kama kinatokeaga katika eneo hilo. Lakini kama utachukua fundi katika eneo hilo hilo ambalo wewe unaenda kujenga, ina maana fundi huyo atakuwa anafahamu kila kitu kinachohusiana na ujenzi katika maeneo hayo. Kwa hiyo lazima atakudokezea kwa kukushauri juu ya hicho kitu ambacho unataka kukifanya. Sasa hapo itabakia kwako. Ufuate au usifuate. Na maana kama usifuata ikatokea changamoto ya namna hiyo, ina maana wewe ndio utakaye kuwa mkaidi na utajilaumu mwenyewe. Ila kama ukutafuata bado ikatokea changamoto, basi lawama zote zitakuwa kwa mafundi. Pengine nimekuwa nikizungumza haya kwa sababu hata mafundi nao wanatakiwa kuwa walitambue hili na wasije kaingia mkenge. Kama umepata nafasi ya kujenga nyumba mkoa tofauti na wewe unapoishi, tafadhali nenda pale na fanya utafiti kwanza. Fanya utafiti wa aina ujenzi gani unafanyika pale, magonjwa ambayo yanakuta kuta mara kwa mara kutokana na mazingira yale. Baada ya hapo wanatatua vipi, ili baada ya hapo na wewe uingie kwenye ujenzi ule, usije ukatengeneza changamoto nyingine, na baada ya hapo upate nafasi ya kuitwa zaidi na zaidi, uhitajike zaidi katika eneo hilo kwenye issue za ujenzi. Na hilo ndilo ambalo nimekuwa naliombea sana kwa mafundi wangu, kwa sababu ninaamini mafundi wetu ambao tunao sisi kutoka mtaani ndio hawa ambao tunataka tuwategemee katika ujenzi wa majengo yote, kwa sababu hawa ni watekelezaji na sio waelekezaji. Ni vyema sana ukimpata mtekelezaji na sio mwelekezaji, kwa sababu gharama nazo zitakuwa ni kubwa kwa mwelekezaji, kwa sababu ukimpata mwelekezaji itabidi naye atafute fundi ambaye ni mtekelezaji. Sasa hili litabakia kuwa kwako. Unaweza ukatafuta mwelekezaji ukamtafuta na yeye akamtafuta mtendaji, baada ya hapo ukawalipa wote, au utafute mtendaji akufanyie kazi vizuri na mambo mengine yaweze kwenda. Hili ninawatafutia kazi nyinyi mafundi. Lakini kama mtakuwa mtashindwa kulitambua hilo, basi itabidi kila mtakapokuwa mnafanya kazi, basi muwe na watu wa kuelekeza, ili kuhakikisha kwamba kila kitu mnakifanya ipasavyo na mnafanya vile vile ambavyo mnakuwa mmeelekezwa kwenye ramani mtakazokuwa mmepatiwa na wateja wenu. Nikukumbusha tu kwamba hakikisha umetufollow mitandao yote ya kijamii kama wewe ni fundi, na pia kama unataka ramani pia unatakiwa kufanya hivyo. Lakini pia
Kusubscribe katika YouTube channel yetu ndio ujanja wenyewe ambao sisi tunauzungumzia hapa, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa unapata muda wa kutazama ramani zaidi kila tunapokuwa tunaziweka huko mitandaoni. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.